Warahmatullah. Kwema. Kwema kabisa. Poleni sana, harakati za kutafuta alama tatu mbele TRA zimegonga mwamba kwa mara ya tatu tena pale Arusha. Kwenu nyinyi kama uongozi, msimamo wenu ni upi kwa maana ya management? Tulifanya maandalizi yote kwa ajili ya kuwakabili wapinzani wetu TRA, lakini kwa bahati mbaya hali ya hewa ya Arusha kwa maana ya mvua na uwanja kujaa maji kapelekea mechi yetu na TRA kuahirishwa, na kwa sasa tunasubiri tarehe mpya ya mchezo huo. Sisi tumerejea Dar es Salaam na sasa tunaanza maandalizi ya mchezo wetu unaofuata wa tarehe 19 dhidi ya Pamba Jiji ya Mwanza. Kwa hiyo kwa sasa tumeanza maandalizi hayo kuelekea katika mchezo huo. Mechi inayofuata ni tarehe 19. Kulikuwa kuna umuhimu kiufundi kurejea Dar es Salaam bila kuunganisha moja kwa moja Mwanza pengine? Kwanza ni changamoto ya usafiri. Hakuna usafiri wa moja kwa moja kutoka Arusha kwenda Mwanza, na hatuwezi kusafiri kwa basi kwa sababu sisi ni timu ya kishua. Kwa hiyo lazima turejee Dar es Salaam. Baada hapo tutaelekea Mwanza, lakini kuna changamoto ya viwanja vya mazoezi. Kwa hiyo tukisema twende Mwanza hii leo, tuna siku 3 za kukaa bila kufanya mazoezi katika uwanja mzuri. Kwa hiyo ikatulazimu kurejea Dar es Salaam. Tutafanya mazoezi hata siku ya kuondoka kutoka Dar es Salaam kwenda Mwanza, tutaondoka jioni usiku baada ya kufanya mazoezi Bunju, ndio tutakwenda Mwanza. Kwa hiyo tumerejea hapa kwa ajili ya kupata nafasi ya kufanya mazoezi, na baada hapo tutakwenda Mwanza. Kama Mwanza kungekuwa kuna viwanja vizuri vya mazoezi, basi tungeenda moja kwa moja tukapiga kambi tukafanya mazoezi tukisubiri tarehe 19. Kwenye upande wa ratiba, mechi ikiahirishwa kama hivi, viporo vinazidi kuwa vingi mbeleni. Kuna nini Simba pengine hii athari mnaiangalia ili kuja kuiovercome baadaye? Sasa kiporo ni kimoja tu sofa dhidi ya TRA, na nadhani kitapangiwa muda, itachezwa. Ina athari kwa sababu ya mrundikano wa ratiba na ligi lazima iishe mwezi wa 6 hapo, na huu ni mwezi wa 3 na bado takriban mechi 16 10 na ngapi huko mbele. Kwa hiyo yote kwa yote ni kwamba ratiba inakuwa ngumu, lakini hakuna jinsi, ndio hali ya hewa imegoma. Tunasubiri ratiba nyingine ipangwe, twende tukamalizane na TRA, kwa sababu kikosi chenu hivi sasa kila mmoja ana uwezo wa kucheza, ndio maana hamna hofu sana. Hofu tunayo kwa sababu wachezaji lazima wapate nafasi ya kucheza, kupumzika, lakini timu tunayo ya kuweza kutupambania. Kwa hiyo hatuna mashaka sana. Hamna kikosi cha Kaukankuvai? Tuna wachezaji wazuri ambao wana uwezo wa kuonesha ushindani kwenye kila mchezo, lakini kufanya rotation kubwa na kila ambaye ataingia akaweza kuonesha makali yake na ubora wake. Kwa sasa kusema kweli, tuna timu ambayo inatupa jeuri ya kuweza kutamba na kuzungumza lolote, kwa sababu wachezaji wanatupa hiyo confidence. Jana mvua ndio imezuia, lakini ukimsikiliza msemaji wa TRA, yeye anasema tu kwamba mna bahati, mmekimbia. Maneno yamekuwa ni mengi kweli kweli. Yaani nikipiga mahesabu, baada ya Pamba tena atakuja hapa Dar es Salaam. Kama mnamsikiliza afu mmeweka akiba maneno yake Christina Mwagala. Christina ana shida. Anasema mmekimbia. Sasa tumekimbiaje? Sasa mmechungulia mkaona hapa. Mmechungulia mkaona pazito. Wao walikuwa tayari kucheza. Wacheze. Wenyewe wacheze tu, sikambale. Uwanja ulikuwa hauruhusu kuchezeka, na mamlaka zikajiridhisha wakaakhirisha mechi. Sidhani kama kuna ambaye amemkimbia mwenzie. Yani sisi Simba Sports tukakae Arusha siku 2 alafu siku ya mechi ndo tumkimbie mtu, na hai make sense. Mazingira hayakuruhusu mechi kuchezwa na mamlaka zikajiridhisha hilo, mechi ikaakhirishwa. Tunasubiri siku nyingine. Yani sisi na TRA mechi itachezwa tu. Huku kurukaruka kwa maharage huku ndo kuiva kwake. Kwa hiyo mechi itachezwa, tutakutana sisi na wao, tutamalizana.
na uzuri ni kwamba tarehe 22 anakuja Meja Isamuhyo, tutamalizana naye hapo, alafu itabaki mechi ya nyumbani kwake, lakini kama wanaweza wakakubali na kanuni zikaruhusu, sisi na TRA tukacheza mechi moja tu, alafu atakayeshinda apewe alama 6. Si mechi mbili napiga 2 in 1. Yaani atakayeshinda yoyote apewe alama 6. Tukitoka sare kila mtu apate mbili. Nadhani ingeweza kusaidia kidogo kwa sababu kama kanuni zinaruhusu tukachimbe na kupitia kanuni. Boimanda angalia hilo kama linawezekana. Tarehe 22 kwenye uwanja wa Meja Isamuhyo tucheze pale. Atakayeshinda anachukua alama 6. Si ni swala la makubaliano tu. Atakayepata sare tunagawana alama 2, sisi na wao tunakuwa tumemalizana namna hiyo. Nimeona jana kuna baadhi ya mijadala mtandaoni kwamba akia Mungu ule uwanja kama ingekuwa ni sisi tungechezeshwa vile vile na yale maji. Yaani sisi tungechezeshwa na maji vile vile. Nani kasema hivyo? Maji kidogo tu. Mamlaka ndio zimejiridhisha wala sio. Kanuni ipo wazi. Na kanuni iko wazi, na kila mmoja aliona uwanja umejaa maji, kwa hiyo haikuwa salama kucheza na mechi ingechezwa isingependeza. Mazingira yalikuwa magumu. Najua kuna mechi naanza kucheza uwanja ukiwa mzuri, alafu baadaye unaharibika kutokana na mvua kunyesha wakati mechi inaendelea. Lakini sisi uwanja umeharibika kabla mechi haijachezwa. Sasa hapo unaweza kuona mazingira ni tofauti, lakini binadamu hawezi kuacha kusema, lazima watasema. Mamlaka zimejiridhisha kwamba uwanja huu haufai na wakaakhirisha mechi. Sisi tumepata hasara kubwa sana kwa sababu tumekwenda Arusha, tumekaa hoteli ya nyota 5, tumetumia fedha nyingi na bado mechi haijachezwa. Kwa hiyo tumeathirika pakubwa, lakini utafanyaje sasa? Mazingira hayaruhusu mechi kuchezwa, mechi imeahirishwa. Wana Azam wanacheza leo. Wana Azam FC. Wanakipiga leo kwa Mkapa pale. Azam anacheza leo? Na Yanga. Na Young African Sports Club. Sure. Hii ratiba ulikuwa huna? Sifuatiliwa watoto wadogo. Yaani ilibidi ucheze leo jana au anacheza leo pale kwa Mkapa? Wote wawili. Kwa Yanga na Azam wote watoto wadogo? Wote watoto wadogo. Hiyo ndio vita ya panzi hiyo. Hayo si mambo ya nania kubahatisha tu. Kwa hiyo anacheza leo Kwa hiyo mnasemaje? Kwako hii si vita ya panzi, furaha ya kunguru hii? Kwamba yote anayefungwa kwako wewe kuna mashaka? Kuna mtu unataka? Kuna mtu anataka afungwe hapo. Ngoja nikaangalia msimamo umekaaje. Sasa nikishaangalia msimamo ndo nitaombea nani afungwe. Sio tu yoyote. So lazima uangalie msimamo kwanza, kwa sababu unaweza ukamwambia mtu dua kumbe ushindi wake unakuathiri. Kwa hiyo niangalie msimamo, nipige hesabu zangu vizuri hapo. Yanga anaongoza. Tofauti ya alama 5 wewe na yeye. Okay. Azam ana mechi nyingi. Lakini yuko wangapi Azam? Hapa wacha niangalie nani wa kumwombea hapa soka. Sina shida naye sababu sinajua nitamshusha tu. Nitamshusha. Mimi? Okay, kwa Azam amenikia kauzibi hapo juu Sawa. Kila la heri. Asante sana. Mtu azima afya. Baya ubwela.